Welcome. Karibuni In our service, katika ibada yetu, in our teachings, katika mafunzo yetu. those people Wale watu who are getting us through various platforms, wanaotupata kupitia hali ama njia zozote za mtandao, on our social media, katika mtandao, I welcome you. ninawakaribisha, And it's my prayer na ni maombi yangu that you are blessed ya kwamba mmebarikiwa in the name of Jesus. katika jina lake Yesu. We are Prayer Palace Apostolic Ministry Sisi ni ikulu ya maombi ya kimitume here in Kenya. hapa katika taifa la Kenya. In the name of Katika Jesus, jina la Yesu I bless you. ninawabariki. Today, Leo I want to speak about ninataka kuzungumza kuhusu steps to your destiny. hatua kufikia hatima zako. Hallelujah. Hatima yako. Haleluya. Each and every person Kila mmoja wetu desires to reach a destiny. anatamani kufika kwenye hatima. Every person, Kila na mmoja wetu, whoever he is, awe ni nani, he wants to reach to his or her destiny. anataka aweze kufikia hatima yake. This day, Siku ya leo God has given me a message. People want a good destiny. watu wanataka hatima zilizo nzuri, Destiny of marriage, hatima za ndoa, destiny of business, hatima za biashara, destiny of family, hatima za familia, destiny of ministry. hatima za huduma. Hallelujah. Haleluya. It is good to understand Ni vyema sana kuelewa what kind of steps you have to take ni hatua gani inapasa uweze kuchukua so that you may reach your destiny. ili uweze kufikia hatima yako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Open with me the book of Genesis. Hebu fungua na mimi katika kitabu cha Mwanzo. Hallelujah. Haleluya. In the book of Genesis 12. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12. Hallelujah. Haleluya. From verse 1 to verse 3. Kutoka mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Steps to your destiny. Hatua za kufikia hatima yako. Hallelujah. Haleluya. I want to reach my destiny. Ninataka kufika kwenye hatima yangu. I want to see my destiny. Ninataka kuitazama hatima yangu. Hallelujah. Haleluya. Are we there, church? Je, tuko hapo kanisa? Genesis 12. Mwanzo mlango wa 12. The first step in your journey to your destiny. Hatua ya kwanza kwa safari yako kwenye hatima yako. Hallelujah. Haleluya. The first step Hatua ya kwanza is listening to the voice of God. ni kusikiza sauti yake Mungu. Let's look in the book of Genesis 12. Hebu tuangalie Mwanzo 12. Are we there? Tuko hapo. The Bible says, Biblia yasema, the Lord had said to Abraham, Bwana Mungu akamweleza Abrahamu, leave your country, acha nchi yako, your people, acha watu wako, your father's household, acha nyumba ya baba yako, and go to the land I will show you. na uweze kuenenda katika nchi nitakayokuonyesha. I will make you into a great nation, Nitakufanya uwe taifa kuu zaidi, and I will bless you. na nitapata kubariki. I will make your name great, Nitafanya jina lako liwe jina kuu zaidi, and you will be a blessing. na utapata kuwa baraka. I will bless those who bless you, Nitabariki wale watakao kubariki, and whoever curses you, na yule atakaye kulaani I will curse. nitamlaani, And all people on earth na watu wote duniani will be blessed through you. watapata kubarikiwa kupitia wewe. A first step when you are on your journey to your destiny, Hatua ya kwanza wakati uko kwa safari yako kwa kuelekea kwenye hatima yako, it is to listen to the voice of God. ni kusikiza sauti yake Mungu. Some people want to reach their destiny, Watu wengine wanataka kufika kwenye hatima zao, but they are not ready to listen what God speaks in their lives. lakini hawako tayari kusikiza kile Mungu ananena ndani ya maisha yao. It is the voice of God Ni sauti yake Mungu that gives you a direction where you are supposed to go. ambaye itakupa mwelekeo ni wapi ama njia gani wapaswa kufuata. So it is good to listen Kwa hiyo ni vyema sana kusikiza, the voice of God. kusikiza sauti yake Mungu. People are crying all over. Watu wanalia kote, People are praying all over. watu wanaomba kote, They're praying for the blessings of God. wanaomba ili wapate baraka za They're kimungu, praying that God may give them a good marriage. wanaomba ili Mungu awape ndoa iliyo They're nzuri, praying that God may do good in their lives. wanaomba ili Mungu aweze kutendeza mema But they maishani are mwao, not ready to listen to the voice of God. lakini hawako tayari kusikiza
sauti yake They are Mungu. not ready to listen the command of God. Hawako tayari kusikia ama kufuata amri zake Mungu. What God has for you, Ni nini Mungu yuko nacho it kukuhusu? is very important. Ni kitu cha muhimu sana. Because it is the one that will give you a direction. Kwa sababu ni neno ndiyo itakupa mwelekeo. It will show you the way out. Itakuonyesha njia ya kutoka. So that you may follow that way Ili uweze kufuata njia hiyo. to your destiny. Ili uweze kufikia hatima yako. So the word of God says, and God spoke to Abraham. Na kwa hiyo neno la Mungu latueleza Mungu akamnenea Abrahamu. Leave this land you are living in. Hebu toka kwenye nchi hii unayoishi. Leave these people you are living with. Achana na hawa watu unaishi nao. And follow the way I'm showing you to your destiny. Na ufuate njia ninayokuonyesha kuelekea kwenye hatima yako. Nitakubariki. I will bless you. Nitakubariki. I will make your name great. Nitafanya jina lako liwe kuu. And all people will be blessed through you. Na watu wote watabarikiwa kupitia wewe. And this was the direction of God. Na hii ilikuwa ni mwelekeo wake Mungu. Abraham. Kwake Abrahamu. Because the plan of God in the life of Abraham, Kwa sababu mipango yake Mungu kwa maisha yake Abrahamu, that Abraham may be a blessed person. ya kwamba Abrahamu atakuwa mtu aliyebarikiwa. Remember, he had no children. Kumbuka kwamba hakuwa na wana. But the word of God is speaking about enlarging his name. Lakini neno la Mungu linaongea kuhusu kupanua jina lake. To make him a great nation. Ili awe taifa kuu. So it is good to listen to the voice of God. Kwa hiyo ni vyema kusikiza sauti yake Mungu. Hallelujah. Hallelujah. It is the first step to your destiny. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuweza kufikia hatima yako. Some people fail in life because they are not ready to listen. Kuna baadhi ya watu wanajiangusha maishani kwa sababu hawako tayari kusikiza. Hey, they know everything. Hao wanajua kila kitu. And when you lead them, Lakini wakati unaongoza, you find out that they don't know anything. unapata kugundua kwamba hawaelewi kitu chochote. So a good person Kwa hiyo mtu mzuri who wants a great destiny ambaye anataka hatima iliyo kuu, has to be ready to listen to what God speaks in his life or her lazima life. awe tayari kusikiza ni nini Mungu ananena ndani ya maisha yake. Hallelujah. Haleluya. For you to reach your destiny, Ili wewe uweze kufikia hatima yako, be a good listener. hebu kuwa msikizaji mzuri. Be a good listener. Kuwa msikizaji mzuri. You want to maneuver in everything that you do. Unataka kupenyeza kwa kila kitu unachotenda. Allow yourself to listen more Hebu jikubali uweze kusikiza zaidi than talking. kuliko kuongea sana. Hallelujah. Haleluya. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Listening the voice of God, Kusikiza sauti yake Mungu. because the voice of God, Kwa sababu sauti yake Mungu it is the voice that gives you hope. ni sauti inayokupa matumaini. Because when you are living to your destiny, or you are on your way to your destiny, Kwa sababu unapokuwa kwenye njia yako kuelekea kwenye hatima yako, it is a hope. hiyo ni tumaini. It is faith. Hiyo ni imani. Remember your destiny, you have not yet reached there. Kumbuka kwamba haujafikia hatima yako, But you hope to reach there. lakini unatumainia kufika So pale. it is the voice of God Kwa hiyo ni sauti yake Mungu that will give you hope ambayo itakupa to matumaini reach your destiny. ili uweze kufika kwenye hatima yako. Hallelujah. Haleluya. The voice of God, Sauti yake Mungu, it is a surety. hiyo ni jambo ambalo waweza amini. When God speaks into your life, Wakati Mungu ananena ndani ya maisha it yako, is the surety. hilo ni jambo la kuamini, Because it is God, kwa sababu ni Mungu. God who does not change. Yeye ni Mungu ambaye habadiliki. So when he speaks, Kwa hiyo anaponena, it is a sure thing. hiyo ni jambo la kuamini. So listen to the voice of Kwa hiyo God, hebu sikiza sauti yake Mungu, because it is sure. kwa sababu ni kitu la kuamini, ya kuwekelea The things of imani yako. God is not the things to doubt. Mambo ya Mungu si mambo ya kawaida. Hallelujah. Haleluya. Praise God, church. Bwana Yesu asifiwe kanisa. So when God speaks something in your life, Kwa hiyo Mungu anaponena jambo maishani mwako, know that it is sure. jua kwamba ni jambo la kutumainia. Hallelujah. Haleluya. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Steps to our destiny. Hatua za kufikia hatima zetu. Second step, Hatua ya pili, start walking anza kutembea as per the voice of God. kulingana na sauti yake Mungu. In Genesis 12 verse 4, Katika kitabu cha Mwanzo 12:4,
The Bible says this. Biblia yasema hivi. So Abraham left as the Lord had told him. Kwa hiyo Abrahamu akapata kuondoka jinsi Mungu alivyomweleza. And Lot went with him. Na Lutu akapata kuenda pamoja naye. Abraham was 75 years old. Abrahamu alikuwa na miaka 75 when he set out from Haran. Alipotoka kutoka Harani. A character of a person who is going or who is destined to his destiny. Tabia ya mtu ambaye anajaribu kujiunganisha na hatima yake. When you listen the voice of God, unaposikiza sauti ya Mungu, it is a command. Hiyo ni amri. Then you start walking. Alafu waanza kutembea. This means you start walking. Hii inamaanisha unaanza kutendeza to what God has commanded in your life. Unaanza kutendeza kile Mungu amenena ndani ya maisha yako. Because whatever that God has commanded you, kwa sababu kile ambacho Mungu ameamrisha ama amekuamrisha, the work of God is to command. Kazi ya Mungu ni kuamrisha, but to work out, lakini kutendeza, it is your responsibility. Hilo ni jukumu lako. So start walking. Kwa hiyo hebu anza kutembea. The Bible says Abraham immediately after listening to the voice of God, Biblia inasema Abrahamu baada tu ya kusikiza sauti yake Mungu, he did what God has commanded. Alitenda kile Mungu alichoamrisha. The Bible says he was 75 years old. Biblia inatueleza alikuwa na miaka 75. He set out the journey. Akatoka. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Step number 2. Hatua ya pili, start working upon what God has commanded in your life. Anza kutendeza kile ambacho Mungu amenena ndani ya maisha yako. Because it is your responsibility. Kwa sababu ni jukumu lako. Maybe you are praying God to give you a good marriage. Labda unaomba Mungu aweze kupa ndoa iliyo nzuri. You want a good marriage. Unataka ndoa iliyo nzuri. Then God says, alafu Mungu anasema, be holy, hebu kuwa mtakatifu and pray, na upate kuomba. Hallelujah. Hallelujah. And watch. Na upate kutazama. Pray and watch. Hebu omba na utazame. So it is your responsibility to pray. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kuomba. And it is your responsibility to be holy. Na ni jukumu lako ili uwe mtakatifu. And also it is your responsibility to watch out. Na pia ni jukumu lako wewe upate kutazama. To see if there is someone who is better than you, who is good for you. Ili upate kuangalia kama kuna yule mzuri kwako wewe, zuia baraka zako. In the book of Genesis 13 verse 7 to 18. Kutoka kitabu cha Mwanzo 13:7 hadi 18. God promised Abraham. Mungu alimwahidi Abrahamu to leave his family and go where God will show him. Aache familia yake na aende pale Mungu atakapomwelekeza. But Abraham made a mistake. Lakini Abrahamu akatenda makosa. And that's why the scriptures that we have been passing through, na ndiposa yale maandiko tumekuwa tukiyapitia, you find Abraham moved from one place to another place without God confirming that this is the right place I sent you to be. Utapata Abrahamu alipata kusonga kutoka sehemu moja hadi nyingine bila Mungu kupata kudhibitisha kwamba hapa ndipo nimekuelekeza. Why? Kwa sababu ni nini? Abraham made a mistake. Abrahamu alipata kutenda makosa. Yes, he started the journey. Alianza safari. But he went with somebody. Lakini akapata kuenda na mtu. Remember the command was that leave your people. Kumbuka amri ilikuwa ni kwamba achana na watu wako. Never accompany them. Usipate kuenda pamoja nao. But Abraham accompanied Lut. Lakini Abrahamu akamruhusu Lutu. So step number 6 for you to reach your destiny. Kwa hiyo pointi ya 6 ili ufike kwenye hatima yako, separate. Hebu jitenganishe. Separation is very important. Kujitenganisha ni jambo la muhimu sana. Separate from people who can hinder you to reach your destiny. Hebu jitenganishe na watu ambao watakuzuia usifike kwenye hatima yako. We have some people when you walk with them. Tuko na watu unapotembea nao, you will be going up and down, round about. Utapata tu uko kwenye mzunguko na mzunguko. This happened to Abraham. Hiki kilimtendekea Abrahamu. The Bible says he was going up and down, building altars here and there.
Biblia inatueleza kwamba alikuwa anaenda juu chini, akiinua madhabahu kila sehemu. Why? Kwa sababu ni nini? He was with the Lut. Alikuwa na Lutu. Hallelujah. Hallelujah. Until the day came. Mpaka siku ilipofika, Abraham realized Abrahamu akagundua something is wrong somewhere. Kuna jambo lisilo sawa mahali. I have to separate. Lazima nijitenganishe. And Abraham called Lut. Kwa hiyo Abrahamu akapata kumuita Lutu And said to him, na akamweleza, can you choose? Unaweza chagua Your direction. Unaweza chagua mwelekeo wako. When you go north, ukienda kaskazini, I will go south. Mimi nitaenda kusini. When you go east, unapoenda mashariki, I will go west. Mimi nitaenda magharibi. Hallelujah. Hallelujah. And they separated. Na wakapata kutengana. After separation, baada ya kutengana, is when the angel visited Abraham. Ndiposa malaika akapata kumtembelea Abrahamu And said, na akasema, next year, mwaka unaokuja, your wife, mke wako, will be holding a baby. Atakuwa anamshikilia mwana. It is good to separate. Kwa hiyo ni vyema kujitenga. Some people, when you walk with them, watu wengine unapotembea nao, you will not reach your destiny. Hautafika kwenye hatima yako. I have seen people in tears and in bitterness. Nimewaona watu wakiwa kwenye majonzi na uchungu because of the people surrounds them. Kwa sababu ya watu waliowazunguka. Because of the people that they are living with. Kwa sababu ya watu wanaoishi pamoja nao. Because of the people they associate with. Kwa sababu ya watu wanaoshirikiana pamoja. Some people when you associate with them, kuna watu unaposhirikiana nao, you cannot move. Hauwezi kasonga. You cannot be blessed. Hauwezi barikiwa. You cannot have peace. Hauwezi kuwa na amani. You cannot reach your destiny. Hauwezi fika kwenye hatima yako. Hallelujah. Hallelujah. I saw somebody, nilimuona mtu who is married, ambaye alikuwa katika ndoa, but the husband, lakini mume, I'm not saying people to separate in their marriages. Sisemi watu wapate kutengana katika ndoa zao. But I want to tell you, we have some marriage. You can live in that marriage and you die without fulfilling what God purposed in your life. Ninasema kuhusu ndoa ambazo utaishi ndani na utapata kufariki bila kutendeza kile Mungu alikupangia maishani. When you go prayers, unapoenda kwenye maombi, your spouse, your man or your woman is saying that you are going for women or you are going for men. Unapoenda maombi, mke wako ama mume wako anasema wewe unaenda kwa mpango wa kando kule nje. When you raise up to pray, unapoamka maombi, they say you are making noise. Anasema kwamba unapiga kelele. Such a marriages, ndoa haina hiyo, you will not reach your destiny. Hautafika kwenye hatima yako. When you have the heart to work for God, ukiwa na roho ya kumtumikia Mungu, sometimes you want to work with your money. Mara nyingine ama wakati mwingine unataka kutenda kazi na pesa yako. But your husband says, lakini mume wako anasema, you are just wasting our money. Wewe unaharibu tu pesa zetu. How can you give the whole money in the church? Wawezaje tu atu pesa zote kanisani? When you have such a person in your life, ukiwa na mtu aina hiyo maishani mwako, you will not reach your destiny. Hautafika kwenye hatima yako. Or you are a husband and you feel to bless God with your finances. Ama wewe ni mume na unahisi kana kwamba kumbariki Mungu na fedha zako. And your wife says, give in the church and you will know what we will eat. Na mke wako I will not allow that to happen. Na mke wako anasema, hebu patiana kanisani na utajua vile. How can you give the all money in the church? Wawezaje toa pesa zote kanisani? You want to benefit the pastor. Wewe unataka tu kumfurahisha mchungaji. To benefit the pastor. Unataka tu kufanya mchungaji apate kufaidika. You want to make pastor rich. Unataka kufanya mchungaji awe na mali. Such people, watu aina hiyo, they will make you not to see your destiny. Watafanya usipate kutazama ama kufikia hatima yako. Even today, hata leo, people are outside there. Watu wako pale nje. They want to reach their destiny. Wanataka kufikia hatima zao. But because of the people that they are living with, lakini kwa sababu ya watu wanaoishi pamoja nao, they cannot see their destiny. Hawawezi ona hatima zao. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So in such a situation, kwa hiyo katika hali hiyo, it is good to separate. Ni vyema kujitenga. I want to tell you, you can marry.
Nataka kueleza waweza oa mke. You are supposed to be a great international man of God. Wapaswa kuwa mtu mkuu zaidi wa kimataifa. And because of the wife you married, lakini kwa sababu ya mke uliyeoa, even you wedded, hata mkafanya harusi, but because she is not of your destiny, lakini kwa sababu yeye si wa hatima yako, she will make sure that you cannot reach your destiny. Atahakikisha hautafikia. She will destroy your ministry. Ataangamiza huduma yako. She will destroy your family. Ataangamiza familia yako. She will destroy the calling of God in you. Ataangamiza mwito wake Mungu ndani yako. Even you can marry to a husband, na wewe pia waweza oleka kwa mume who is not of your destiny, ambaye si wa hatima yako. You are supposed to be a great woman, servant of God. Unapaswa kuwa mtumishi mkuu zaidi wa Mungu. But because of the husband you married to, lakini kwa sababu ya mume uliolewa naye, he will make sure that he destroys whatever that God put in your life. Atahakikisha ya kwamba ameangamiza kile Mungu aliweka ndani ya maisha yako. He will destroy everything. Ataangamiza kila kitu. Amen. And even he can ask you choose God or church. Na hata atakueleza hebu chagua ni Mungu ama ni Mungu ama ni kanisa. Hallelujah. Hallelujah. I have seen people, I have been doing counseling. A husband asking a wife, you choose a church, we divorce. You leave a church, we live together. Nimepata kuongea na baadhi ya watu hawa, mume na mke, unapata kusikia mambo mengi. Chagua Mungu ama uache kanisa. Choose God. Hebu chagua Mungu or marriage ama ndoa. So such a person, kwa hiyo mtu aina hiyo, you will not be a great servant of God. Wewe hautakuwa mtumishi wa Mungu uliye bora. You will remain to be a wife. Utabaki tu kuwa mke. And if you are a man, you will remain to be a husband. Na kama wewe ni mwanaume, utabaki tu kuwa mume. I'm not saying separate from your marriage. Sisemi ujitenge na ndoa yako. But people around you, lakini watu waliokuzunguka, can make you not to reach your destiny. Watakufanya usiweze kufikia hatima yako. Hallelujah. Hallelujah. The second last point is that be ready for a fight. Pointi yangu ya pili, alafu tuende kwa ya mwisho na tutamatishe, ni kwamba kuwa tayari kupigana vita. In Genesis 14:11 to 16, katika kitabu cha Mwanzo 14:11 hadi 16, Abraham know that he is a great person. Abrahamu alipata kugundua kwamba yeye ni mtu aliye bora ama mkuu zaidi. And because of the destiny that God promised him, na kwa sababu ya hatima ambayo Mungu alimwahidi, Abraham was ready to fight with his enemies. Abrahamu alikuwa tayari kupigana vita na adui zake. We are not going to read, but in Genesis 14:11 to 16, hatutaweza kuisoma, lakini katika kitabu cha Mwanzo 14:11 hadi 16, the Bible says Abraham trained 318 men. Biblia inatueleza kwamba Abrahamu alipata kuwatayarisha wanaume 318 ambao walijua kupigana vita. And when you read, you will find that there was a war where Abraham went with his men to fight and rescue the things that was stolen. Na ukisoma utapata kwamba Abrahamu na wanaume hao walienda kwenye vita na wakapata kukomboa vitu vilivyoibiwa. So for you to reach your destiny, kwa hiyo ili upate kufika kwenye hatima yako, be ready to fight. Hebu kuwa tayari kupigana. If you are a soft person, kama wewe ni mtu tu aliye mvuguvugu, you will not reach your destiny. Hautapata kufika kwenye hatima yako. You must be a person, lazima uwe ni mtu who are ready to fight for your right, ambaye uko tayari kupigania haki yako. I'm not meaning a physical fight. Simaanishi vita vya kimwili, but I'm meaning a spiritual fight. Ninamaanisha vita vya kiroho. I will not allow the enemy to take away my destiny. Mimi sitamruhusu adui apate kuchukua hatima yangu. The enemy to destroy my marriage. Because it is my destiny. Kwa sababu ni hatima yangu. It is the destiny that God has given me. Ni hatima hiyo ambayo Mungu amenipa. I must fight. Lazima nipigane. Some people are very soft. Watu wengine ama baadhi ya watu unapata ni vuguvugu zaidi. Even you find somebody snatching your husband and you are just saying, mimi bora tu niishi. Mimi bora tu aninulie chakula. You are useless. Wewe ni ofyo kabisa. You have to fight. You have to fight. You have to fight. Lazima upigane. Hey, ndio. On your knees. Enda kwenye magoti yako. And also talk to your man. Na pia hebu zungumza na mume wako. Mimi bora tu. Ati bora tu mimi amenilisha mimi sasa. Fight. Pigana.
Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I cannot allow somebody to come and destroy this ministry. Mimi siwezi mruhusu mtu yeyote aje hapa na kuangamiza huduma hii. And that's why I am always harsh. Na ndiposa mara nyingi unapata mimi ni mkali. If I see the enemy is exercising something that will bring confusion in the ministry, nikiona adui ni kama anajaribu kutendeza jambo litakaloleta kuchanganyikiwa kwenye huduma, I cannot allow it. mimi sitaikubali. You must be ready to fight. Lazima uwe tayari kupigana, because you cannot reach your destiny without facing challenges on the way. Kwa sababu huwezi fikia hatima yako bila kupitia changamoto ukiwa kwenye njia. Hallelujah. Hallelujah. We have obstacles. Tuko na vizuizi. Things that will divert your destiny. Vitu ambavyo vitapata kupindua hatima yako. So you must stand and fight. Kwa hiyo lazima usimame na upate kupigana. Spiritually and if possible physically. Kiroho na hata saa zingine ama mara nyingine kimwili. Let me tell you. Acha nikueleze. I have daughters. Niko na mabinti. And I want this daughter of mine to be somebody. Na nataka binti huyu wangu apate kuwa mtu. And it reaches a time I see she has some games with the young boys. Na mara nyingine inafika wakati naona ni kama kuna mchezo anacheza na hawa vijana wadogo. I will fight for her. Mimi nitampigania. I will pray. Nitaomba. And I will punish her. Na nitapata kumfundisha adabu. Nitapata kumpa adabu ya kimwili. So fighting, kwa hiyo kupigana, means both. Inamaanisha mbili. The Bible says that don't spare a rod to a child. Biblia inasema usiekeze kiboko kwa mtoto. Don't spare. Usitenganishe kiboko na mtoto ama na mwana. Because he or she will be destroyed if you cannot punish her or him. Kwa sababu yeye atapata kuangamizwa usipomtia adabu. Every parent, kila mzazi, wants a good future for his or her children. Anataka siku za usoni zilio bora zaidi kwa watoto wake. That's the destiny for your children. Hiyo ndio hatma ya watoto wako. Hallelujah. Hallelujah. Even in marriage, hata katika ndoa, don't allow somebody to come and play with your marriage. Usikubali tu mtu anakuja na kucheza na ndoa yako. Somebody comes and takes your wife and wanaenda kuongea sana outside there. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Stand and say, well, so kuona hapa siku nyingine. Yes. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. That is in tongues, yeah? Amen. Hiyo ni katika ndimi. Abraham trained 318 soldiers to help him. Abrahamu akapata kuwafundisha wanaume 318 ili kumsaidia. He knew that one day he must. Alijua kwamba siku moja lazima there shall be some people who will raise against him. Kuna wale watu watakaoinuka dhidi yake. So read in the book of Genesis 14:11 to 16, you will find the story I'm telling you. Kwa hiyo ukisoma katika kitabu cha Mwanzo utapata kile ambacho nawaeleza. The last point. Pointi ya mwisho. You must have a spiritual man to represent you before God. Lazima uwe na mwanaume ama mtu wa kiroho wa kukuwakilisha mbele zake Mungu. Let's read in the book of Genesis 14 verse 17 to 19 to 21. Acha tusome kitabu cha Mwanzo 14:17 hadi 21. Hallelujah. Hallelujah. Verse 17, the Bible says, after Abraham returned from defeating the Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shaveh, that is the king's valley. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of God, of God Most High. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God the Most High, a creator of heavens and earth. And blessed be God Most High, who delivered your enemies unto your hands. Then Abraham gave him a tenth of everything. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. You must have a spiritual person. Lazima uwe na mtu wa kiroho who represents you before God. Atakaye kuwakilisha mbele zake Mungu. You cannot win this battle alone. Hauwezi shinda vita hivi wewe pekee. You cannot reach your destiny without a spiritual person behind you. Hauwezi fikia hatima yako bila mtu wa kiroho mbele yako ama nyuma yako. Abraham had the king of Salem, king of Jerusalem.
Abrahamu alipata kumshikilia mfalme wa Yerusalemu. The Bible says also he was the priest of the Most High God. Na Biblia inatueleza kwamba yeye alikuwa kuhani mkuu wa Mungu And when wetu. Abraham returned from the fight, Na wakati Abrahamu alirudi kutoka kwenye vita, the priest came and met him kuhani akaja kumpokea and blessed him. na akambariki. There were two kings. Kulikuwa na wafalme wawili. One of Sodom, Wa kwanza alikuwa wa Sodomu, another one of Jerusalem or Salem. na mwingine alikuwa wa Yerusalemu ama Salemu. But the king of Sodom, Lakini mfalme wa Sodomu he was not a priest. hakukuwa ni kuhani. But the king of Salem Lakini mfalme wa Salemu was a priest. alikuwa ni kuhani. So Abraham Kwa hiyo Abrahamu joined the priests, akapata kuunganishwa pamoja na kuhani, and the priest declared blessings upon Abraham. na kuhani akaamrisha baraka juu zake Abrahamu. Don't lie yourself that you can pray on your own. Usijidanganye kwamba utajiombea wewe pekee. You need a spiritual man in your life. Unahitaji mtu wa kiroho juu ya You need maisha a yako. priest in your life Unahitaji kuhani juu ya maisha who yako will be praying for you, ambaye atakuwa who anakuombea, will standing and praying for you, ambaye atakuwa anasimama na who kukuombea, will declare the things of God in your life. ambaye ataamrisha vitu vya Mungu ndani ya maisha yako. Some people say, sitaenda kanisa, mimi nitajiombea nyumbani. You are lying to yourself. Usiseme kwamba wewe uendi kanisa utajiombea, unajidanganya dhahiri. Consult yourself by saying God is all over, God is all over, and God hears even in our house. Hebu jitie nguvu ati Mungu yuko kila mahali, Mungu yuko kila mahali. You need a spiritual person. Unahitaji mtu wa kiroho. Hallelujah. Hallelujah. And the interesting is, Na kitu cha kushangaza ama cha kustaajabisha ni kwamba Abrahamu presented the tithe akaweza kutoa fungu la 10 to the priest. kwake kuhani. You need somebody who can receive your tithe. Unahitaji mtu anayeweza kupokea fungu lako la 10. As you are praying to reach your destiny, Unapoomba kufika kwenye you need hatima to yako. build an altar of God. Unahitaji kuinua madhabahu yake That Mungu. altar of God needs a priest. Madhabahu haya ya Mungu There must be yanahitaji a priest on that altar lazima kuwe na kuhani kwenye madhabahu who haya can receive your sacrifices ambaye atapokea and who can represent you before God ambaye and atakuwakilisha mbele pray on zake your behalf. akaomba kwa niaba yako. I have seen people praying for themselves Nimeona watu wakijiombea and saying, now it is over, I cannot make it. na wakasema ya kwamba sasa imekwisha, sitaweza Who tena. is your priest now? Je, sasa kuhani wako ni nani? Who is your priest? Kuhani wako ni nani? Who is your priest? Kuhani wako ni nani? Do you have a priest? Je, uko na kuhani? Are you having a priest in your life Uko na kuhani maishani who mwako can stand and pray for you? ambaye anaweza simama na kukuombea, Who can come and meet you ambaye anaweza kuja and na kuongea na comfort wewe you na akaweza kukuweka katika hali and nzuri, declare the blessings of God upon you? kuweza kuamrisha ama kutangaza baraka zake Mungu juu yako? You need a priest. Unahitaji kuhani. You cannot reach your destiny without a priest. Hauwezi Very fikia simple. hatima yako bila kuhani. There must be a priest in your life Lazima kuwe na kuhani maishani mwako who can speak in your life. ambaye anaweza nena juu ya maisha yako. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You need a priest, my brother. Unahitaji kuhani ndugu yangu. You need a priest, my sister. Unahitaji kuhani dada You yangu. need a priest. Unahitaji kuhani. Hallelujah. Haleluya. Can we be on our feet? Hebu tusimame kwenye miguu yetu. The spiritual person Mtu wa kiroho who is a priest ambaye ni kuhani is to present your case before God. ni kuleta hali zako mbele zake Mungu. Abraham met two men. Abrahamu akapatana na watu wawili. One was a king but a priest. Mmoja alikuwa mfalme lakini kuhani. Another one was a king but not a priest. Mwingine alikuwa ni mfalme lakini si kuhani. Hallelujah. Haleluya. So the spiritual person is very important in your life. Kwa hiyo mtu wa kiroho ni mtu wa muhimu sana maishani mwako. As you are engaging your cares to your destiny. Wakati unatendeza mikakati yako kufikia hatima yako. Hallelujah. Haleluya. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise Bwana Jesus. Yesu asifiwe. I know you have a destiny. Ninajua uko na hatima. You are desiring to enter into your destiny. Unatamani kuingia kwenye hatima yako. Others want to reach
their destiny of marriage. Watu wengine wanataka kufikia hatima zao za ndoa. Others want to reach their destiny of ministry. Watu wengine wanataka kufikia hatima zao za huduma. I want you to pray. Ninataka upate kuomba. God may lead you to these steps that we have learned today. Ili Mungu apate kuelekeza kwenye hatua hizi ambazo tumejifunza. In the mighty name of Jesus. Katika jina lake Yesu. Those who are outside this building, wale walio nje, I want you to pray with me. Nataka upate that the Lord may lead you to your destiny. Ili Mungu akuelekeze kwenye hatima yako. Jesus Christ. Jina lake I declare the blessings of God. Kaza baraka za That may the Spirit of God guide you. Ya kwamba Roho wa Mungu to your destiny. Fika kwenye in the name of Jesus. Katika jina lake Yesu. As you engage to your destiny. Unaposhirikiana, may God help you. Mungu to reach your destiny. Ili ufike kwenye to reach your destiny.